Sasa tunaelekea kwenye ngao ya jamii, Yes. kwenye soka la wanawake, kuelekea msimu mpya wa soka la wanawake. Sasa kwa upande wa klabu ya Yanga, taarifa zinaeleza kwamba timu yao ya Yanga Princess wamepokea barua kutoka TFF ya kumzuia mchezaji wao mmoja, Jenin Mnyarwanda huyo, ambaye inabidi afanywe uchunguzi. Kwa nini? Kwa nini? Hawaamini kama ni mwanamke. Hawaaminiani. Kwa hiyo inabidi afanywe uchunguzi, baada hapo ndo majibu yatakuja yatatolewa. Licha kwamba pia watu tumekuwa tukioji kwamba kama ni mchezaji ambaye amecheza timu ya taifa ya Rwanda kwa miaka 3, msimu uliopita pia alikuwa kwenye ligi ya soka kwa upande wa wanawake. Kwa nini hiyo imani imeonekana kuwa changamoto kwa sasa? Japo ni jambo la kawaida kwenye soka, usani kwenye mambo ya michezo kwenye upande wa wanawake, kwa sababu ishawahi kutokea. Kwa hiyo raundi imekuja imemtokea Mnyarwanda huyu. Hivi unajua ni kama sijui nisemaje, ni kama kumdhalilisha hivi nana hivi, unaambiwa hatuna uhakika na jinsia yako, njoo tukukague. Unajua mimi naona kama inatafsirika alafu inaenda sana, yani inaripotiwa sana, yani inaonekana ni issue kubwa sana. Ni kama kumdhalilisha hivi. Ni mnaionaje? Ni sahihi, lakini labda kuna viashiria ambavyo vimeonekana vinaleta shaka. Lakini kama wanaangalia kwa muonekano wanakosea sana. Ila mbona wachezaji wengi sana wa kike wanaonekanaga kama wanaume? Ndio anaenda kufanyia uchunguzi. Wao wanaenda kupima hormone nini. Sasa kuna washikaji wanataka mwanetu afukuzwe kazi. Mwanetu yupo kazini na jana alikuwa KMC Complex. Nani? Sifos. Ndugu wangu Roman Falls. Kwa sababu Yanga kwa sasa mechi zao za ligi ya soka Tanzania bara watacheza kwenye uwanja wa KMC Complex. Si pale kama nyumbani tu. Lakini mnyama yeye atacheza kule kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel Mbweni. Amemkimbia mwenzie. Sasa jana msikiliza Masaubwile anasema kwamba wamepokea taarifa ya Simba wanaenda kuifanyia mchakato. Masaubwile? Mambo ya kuazima. Kwa hiyo sasa ifike hatua vilabu vya Simba na Yanga vimiliki viwanja.